Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Julai 6 Jumatatu, ambapo ripoti ya Umoja wa Mataifa imesota kidole kwa pande husika katika vita mashariki mwa DRC kwa kuvunja mwafaka wa amani uliofadhiliwa na Marekani. Nafikiri tamaa ya Marekani ni kuhakikisha kwamba kumekuwa na amani ili waweze kuchota kutoka kwa madini yale yanayopatikana katika nchi ya Kongo. Lakini Waafrika sisi wenyewe kwa wenyewe tunahitaji kuelewa kwamba hakuna siku watu kwa mfano kutoka nchi za mbali, kutoka Ulaya, kutoka Marekani watakuja kutusaidia kupata suluhu. Mpaka sisi wenyewe tuwe tumekubaliana kama Waafrika kwamba nchi zetu hizi zinahitaji amani. Tupo pia kwenye kombe la dunia ambapo timu kadhaa ikiwemo timu ya taifa ya Morocco zimekata tiketi ya kwenda robo finali. Kwa haya na mengine zaidi, endelea kukaa nasi. Kwanza tupate taarifa ya habari. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Bamako, Mali. Jeshi la Mali linasema miji kadhaa ililengwa weekend hii na kundi la wapiganaji kaskazini mwa nchi. Msemaji wa kundi la Azawad Liberation Front FLA anasema miji ya Gao, Anafis na Serva inalengwa na wapiganaji wake wanaotaka kujitenga na Mali. Mkaazi katika mji wa Gao ameeleza kwamba wanajeshi wamekuwa wakifanya msako nyumba hadi nyingine kuwatafuta wapiganaji wa FLA. Katika mtandao wake, jeshi limesema jumla wapiganaji 20 waliuawa katika makabiliano. Mnamo mwezi Aprili, wapiganaji wa FLA wakishirikiana na kundi la Al-Qaeda la Jenim walimuua waziri wa ulinzi wa Mali nyumbani kwake na kutoa miji kadhaa kaskazini mwa nchi. Abuja, Nigeria. Marekani inaondoa wanajeshi wake waliotumwa kaskazini mwa Nigeria mwaka huu kusaidia jeshi la nchi kuwakabili wapiganaji wa Kiislamu na magenge ya jinai. Hapo Disemba mwaka uliopita, jeshi la Marekani pamoja na lile la Nigeria walifanya operesheni ya pamoja eneo la Lake Chad Basin kulenga makundi ya kigaidi. Mmoja wa kiongozi wa kundi la Islamic State, Abu Bilal al-Manuki, aliuawa kwenye shambulio hilo. Licha operesheni za kijeshi, makundi ya kijihadi na magenge ya jinai yameendelea kulenga kaskazini mwa Nigeria na kuwaua mamia ya raia wengine wakitekwa nyara. Mogadishu, Somalia. Mamlaka za Marekani zimesema hazitaunga mkono hatua ya Umoja Mataifa kuendelea kuchangia mpango wa kulinda amani nchini Somalia ambao unasimamiwa na Muungano wa Afrika ili kusaidia serikali ya Somalia dhaifu dhidi ya mashambulio ya wapiganaji wa Al-Shabaab. Mpango wa amani wa Stabilization Mission in Somalia AUSOM hutegemea zaidi msaada wa Umoja wa Mataifa, hususan kutoa chakula, mafuta, magari, silaha na uchukuzi wa kijeshi. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea kutamaushwa kwake na mzozo kati ya mirengo ya kisiasa ndani ya serikali ya Rais Hassan Sheikh Mohamud na kusema unachangia Somalia kushindwa kukabiliana na kundi la Al-Shabaab.
Marekani imeongeza inasitisha msaada wake kwa Somalia mwishoni mwa mwaka huu na kwamba haitapigia kura hatua ya Umoja wa Mataifa kuendelea kufadhili taifa hilo la upembe mwa Afrika. Kasai, DRC. Mtumbwi wa mbao uliosafirisha wanafunzi waliokuwa kurejea nyumbani baada ya kumaliza mtihani wa kitaifa umezama katika mito iliyoko jimbo la kati mwa DRC, huku watu 20 wakifa maji. Chombo hicho kilizama baada ya kuingia kwenye eneo la makutano ya mito miwili katika jimbo la Kasai. Manusura 80 wameokolewa, huku mkuu wa eneo hilo la mkasa Ilembo akithibitisha mauti 20 kutolewa majini. Mmoja wa wakazi wa eneo hilo amesema mtumbwi huo uliwabeba zaidi ya abiria 200. Ajali za boti katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hutokea mara kwa mara kutokana na kutoweka masharti ya usalama, wakosefu wa miundombinu kama barabara, hususan maeneo ya vijijini, hali inayosababisha mamia kupoteza maisha yao. Na sasa tuanzie Marekani, Mexico na Canada ambao ni wenyeji wa michuano ya kombe la dunia. Kila bao, kila chenga, kila dakika ya msisimko, tuko ndani ya dimba la dunia 2026. Kutoka hatua ya makundi hadi pambano la fainali, usikose mikiki ya kombe la dunia. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Timu ya taifa ya Morocco imefufua matumaini ya Afrika baada ya kuishinda timu ya taifa ya Canada na kujikatia tiketi ya kwenda robo finali. Nimpishe sasa Gabriel Ingubu na George Njogopa kwa mengi zaidi. Karibuni sana wana michezo wetu. Kazi ya ziada ya kipa wa Norway Ojan Neyland kuokoa mkwaju wa penalti na mikiki 5 katika lango lao kutoka kwa Brazil na kuongezea kwa mabao mawili yake Erling Haaland iliwasaidia kuingia robo finali yao ya kwanza katika kombe la dunia. Brazil ambao walipata nafasi tele za kufunga walipata bao lao la kwaheri kupitia Neymar walipopata mkwaju wa pili wa penalti. Sasa itakuwa mara yao ya kwanza ndani ya miaka 36 kupoteza mechi ya dimba la dunia kabla kuingia robo finali. Mara ya mwisho Brazil kuondokewa na tukio kama hili walinyukwa na wapinzani wao ambao ni jirani yao Argentina 1-0 katika awamu ya 16 bora. Sasa Holland ana mabao 7 katika dimba hili sawia na Lionel Messi wa Argentina na Mbappe kutoka Ufaransa. Jamaa wa acting wametutoa roho safi. Nilikuwa nimepanga tu hii mambo leo tunashanda, tunapiga mtu. Tunajua jamaa wa ku act movie. Ya kawaida football is made in Brazil. Tunataka tuko na star mingi sana. So tunajua manze leo malizana na hawa jamaa wa kwako. Imekaa mbaya. I think pia hapo nimemiss mtu mmoja, Joao Pedro. Kwa jamaa kuwa hapo, tungempata mabao. Selection ya nani alifanya vibaya sana. Ni uchungu sana, bantapona. Na vile Simba watatu wa Uingereza walikosa adabu ya mgeni na kufanya mavamizi yao kwa mwenyeji Mexico mbele ya halaiki ya mashabiki wao nyumbani walipoadhibu magoli 3-2 katika kukurukakar ya kusaka kombe. Mexico ambao walitawala mechi hiyo kwa 66% walifanya mashambulizi mara 23 huku 5 yakilenga goli. Pasi na hayo walinyorosha pasi 465 zilizokuwa na uhakika wa 95% na kupata kona 12. Hili likiwa dhahiri kwamba Mexico walikuwa wanasaka kombe hili kwa hali na mali, maana kwa mara 18 wameshiriki kombe la dunia hawajawahi kushinda. Watu wangu kama mnaongelea Portugal ni wakali, mnaongelea Argentina, mnaongelea kina Morocco na France, bwana mnasahau England. Huyu tuchela na kaza. Makosa yake ni moja tu, kuweka Maino bench. Starboy Maino, ukiweka bench utaniumiza. Mimi napenda Maino akicheza hapo midfield. Angalia venye midfield ilikuwa imekaa. Bila Maino hii team inahangaika. But ni sawa, England, to expect England inaenda far. Tuseme tu kweli, England inaenda far. Wanapatana na Norway, itakalia mbaya kwa Norway. Hala anakuwa ready juu hawa. Akina Harry Kane hawakai bwana. Akina Harry Kane wanataka kufunga bao. Akina Bellingham ni kuweka tu 1
1-2. Licha ya kwamba kombe la dunia la mwaka huu limewekeza sana katika teknolojia kuliboresha, lalama nyingi bado zinajitokeza. Mechi kati ya Ureno na Croatia ilikumbwa na utata baada ya Croatia kusawazisha bao, lakini mwamuzi akasema mchezaji wa safu ya katikati wa Croatia aliuguza mpira huo akiwa ameotea. Katika video za kuchunguza tukio hilo, inaonekana hakuguza mpira, lakini sensa iliyomo ndani ya mpira huo ilituma mawasiliano kwa VAR kwamba aliuguza. Mseke Dida amefanya mahojiano na kocha Samuel Dida wa Geita Gold Tanzania. Kutokana na adhabu ya kadi zinaweza kufutwa ama mchezaji akapewa kadi ya manjano ama kadi nyekundu kwenye mchezo. Kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu duniani FIFA na sheria namba 12 inaeleza namna ya adhabu na kadi zinazoweza kutolewa uwanjani. Kadi ya manjano ina tafsiri yake, lakini pia kadi nyekundu ina tafsiri yake. Sasa mwamuzi anaweza akabainisha tukio kutokana na makusudio ya hilo tukio na akatoa adhabu kulingana na faida aliyoipata mchezaji ama hasara aliyotengeneza mchezaji katika tukio husika. Kwa mfano, kwa tukio lile la Jordan Kunsa wa England, kwa kila alichokifanya, nadhani kilichokuwa kimeamuliwa pale ilikuwa ni ile intention ya mchezaji, yani yale makusudio ya mchezaji mwenyewe kwenda kufanya ile blocking ya ule mpira. Alikwenda kufanya blocking ya mpira ni kweli, lakini mguu ulionekana kwenda kwenye eneo la mguu wa mchezaji pinzani, kwa hiyo katengeneza hatari. Kwa hiyo baada ya review ilionekana matokeo yaliyotokea kadi nyekundu kutokea hivyo yakabaki vile yalivyo ama yakawa yametengenezwa tofauti. Kwa hiyo mwamuzi anaweza akarekebishika, lakini kurekebishika huko kunategemeana na kile ambacho wao wameshauriana kwenye maamuzi ya kiuamuzi, kwa sababu officials ndio wanaweza kutoa tathmini ya kile walichokiona kutokana na kosa, kutokana na sheria zenyewe zinavyotaka. Mbona Ubelgiji inaonekana kukerwa na jambo hilo? Ubelgiji ulivyouliza, wao pia wanaonekana sio wenye kufurahishwa na baadhi ya matukio yanayotokea na waamuzi wakaenda tofauti. Sasa kuna tofauti ya kutafsiri sheria na kuna tofauti ya kuzijua sheria. Kwenda kuzitafsiri kuna mambo mengi ndani yake, akiongozwa na yule anaiongoza hiyo sheria, kwa sababu referee ambaye yuko katikati yeye pia ni mwanamichezo na anajua michezo vizuri. Kwa hiyo anaweza kutafsiri matukio na sheria ile kulingana na eneo na faida ambayo inaweza kupatikana. Dimba hili liliwekeza sana kwa teknolojia ya juu zaidi kuwahi kutokea. Mbona tena kuna vilio? Upi mtazamo wako? Teknolojia imeonekana kuwa ya juu, lakini bado makosa, bado vilio, na bado kunayo makosa ya kiuamuzi yanaonekana. Of course lazima tukubaliane, teknolojia ni teknolojia, binadamu anabaki kwa binadamu. Hakuna namna ambavyo unaweza kuifanya teknolojia ikamcontrol binadamu, ila binadamu anaicontrol teknolojia. Kwa hiyo hata hizi VAR tunazoziona, wanaoziongoza hizi VAR bado ni binadamu ambao bado ni waamuzi. Hakuna robots pale kwenye chumba cha VAR, wale wote ni binadamu. Hakuna robots anaiongoza ile VAR. Utaweka teknolojia, lakini bado teknolojia itaongozwa na binadamu. Kwa hiyo makosa hayawezi kuondoka kwa sababu ya teknolojia, ila yanaweza kupunguza ule ukakasi na yakaweka usawa tu kutokana na kile wanachokiona watu wengi kwa wakati mmoja. Sababu mpira ni mchezo wa movement. Watu wanakwenda kushoto, kulia, wanafanya feinting, wanazunguka, wanafanyaje. Kwa hiyo yote inaweza kutengeneza matukio tofauti, lakini anayekwenda kutafsiri wa mwisho bado anabaki kuwa ni muamuzi. Hata kama teknolojia ingekuja kuiongoza namna gani football, lakini bado maamuzi yatabaki kuwa ya binadamu. Kwa hiyo hiki kinachotokea ni kile tunachokizungumza, kwamba yapo makosa yanaweza kutafsiriwa tofauti. Ninyi ambao mnautazama mpira mkauangalia kama kuna makosa, lakini wale ambao wanautafsiri mpira wakaona wako sahihi. Kwa bado inabaki kuwa ni maeneo ya kiuamuzi, bado inabaki kuwa ni mapendekezo ya jopo zima la kiuamuzi. Na kwangu mimi kuna baadhi ya matukio ndiyo yanalalamikiwa, lakini ukiyatazama kiufundi unagundua bado waamuzi walikuwa wako sahihi.
Kwa mwisho kabisa, kwa udadisi wako wewe wa kindani, kuna uwezekano kwamba kuna vile matokeo yanalazimishwa katika baadhi ya mechi? Kwangu mimi sasa, kwa kile nilichokidadisi kwa undani zaidi, kwamba kuna viashiria vya matokeo yanaweza kulazimishwa katika baadhi ya mechi. Of course, football ni mchezo wa wazi. Hauwezi kulazimisha goli likawa goli, ama aliyepata goli akanyimwa kuwa sio goli, lakini inaweza kutokea kwenye mazingira ya kuondoa faida ya huo mchezo kwa mpinzani ama kwa yule aliyepata hiyo faida. Kwa mfano, kuna tukio lilipaswa kutokea eneo hatari zaidi ili kutengeneza faida kwa aliyepata tukio hilo, lakini bado mwamuzi asikupe hiyo faida. Ndio zile tunaziita set pieces, kwa sababu football imebadilika. Ukiangalia asilimia kubwa ya magoli yanayofungwa sasa hivi katika dunia ya kileo hayafungwi tu kwenye open play. Tunasema open play, yani mchezo wa wazi. Mnacheza, mnatembea, mnavuka kwenye robo ya kwanza, mnakwenda kwenye robo ya pili, mnakwenda kwenye robo ya tatu, mpaka mnaingia kwenye robo ya 4 ambayo ni final touch kwa ajili ya kupata goli. Mkao mnacheza na mkapata goli. Magoli mengi sasa hivi yanatengenezwa pia katika tunasema mipira ya kutenga ama set pieces. Sasa kama inatengenezwa hivyo, maana yake faida nyingi inapatikana kutokana na aina ya mchezo huo. Kunaweza kukawa kuna faida kwa mpinzani aliyepata nafasi na akaonekana kamenywa, ikawa faida kwa mpinzani. Lakini yote kwa yote, tunaheshimu wanaoongoza mpira, tunaheshimu kile kinachofanyika. Lazima tukubali mabadiliko yapo ya teknolojia, lakini ubinadamu unabaki pale pale, hauwezi kuondoka. Timu 8 tayari zimedhibitisha kujikatia tiketi ya kushiriki robo finali. Uingereza na Norway walijikatia tiketi hiyo na sasa watapambana kuona nani mkali kati yao. Uingereza, ambao kila mwaka wa dimba hili huamini wataleta kombe nyumbani, wana kibarua kigumu kumuondoa Norway ambaye hajawahi fuzu hadi hatua ya robo finali. Morocco na Ufaransa pia nao wanatazamiwa kuwa na kibarua cha haja. Morocco walikutana na Ufaransa katika nusu finali ya mwaka 2022 kule Qatar na kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kutinga awamu hiyo. Ufaransa nayo inakuja na machungu ya kupoteza finali hiyo kwa Argentina. Itakuwaje? Gilbert Ruyange amezunguka barani na kukutana na mashabiki, na hizi ndizo kauli zao. Dimba la dunia limefika katika awamu ya mwisho ya mechi za maondowano za 16 bora. Robo finali inatazamiwa kuwa kali zaidi. Kwa sasa tayari Morocco wameratibiwa kupambana na Ufaransa Alhamisi hii katika robo finali, mechi inayobashiriwa kuwa kali zaidi kufuatia ubora wa timu hizo mbili. Kuanzia mwaka 1998 Ufaransa na Morocco wamemenyana mara 5, huku Ufaransa wakiwalemea Morocco mara 3, sare mara 1, na Morocco akichukua ushindi mara 1 katika kombe la Mfalme Hassan wa pili kufuatia matuta ya penalty baada ya sare ya 2-2. Kombe la dunia la mwaka 2022 Morocco waliondolewa na Ufaransa kwa nusu finali. Katika mechi hii ngumu kubashiri, mashabiki kadhaa kutoka Afrika Mashariki na Kati wametoa kauli zao. Na nina imani kwamba Ufaransa ni timu kubwa kabisa, lakini hiyo haimaanishi kwamba itakuwa rahisi kwake kuweza kumuondoa Morocco. Morocco ni timu ambayo ina wachezaji ambao wanacheza zile timu vigogo, Paris Saint-Germain, Ufaransa na penginepo. Sasa hapa ni kungoja tu tuone kwa macho kitachofanyika kwenye uwanja, ambapo itakuwa ni timu mbili kigogo ulimwenguni na Ulaya na timu nyingine kigogo Afrika na penginepo. Yani sijui la kusema juu ya hayo, isipokuwa tu kungoja tuone kitu gani kitafanyika kwenye uwanja. Kwa majina ni Were Hope Hana. Morocco versus France, na hitimaye France itashinda kwa sababu venye tumeenda tukicheza Afrika, nchi za Afrika nyingi zimeenda zikitoka, maybe Morocco haitabahatika kushinda. Morocco saa hii iko na timu nzuri yenye tunatarajia kwamba ndio itawakilisha kanda la Afrika kuwa timu bora kutoka Afrika. Lakini pia ukiangalia vizuri utaona kwamba France kikundi yote kizima iko mzuri ukiangalia vizuri. So itakuwa game kubwa na kali, lakini tunaombea Morocco. Itakuwa France ama draw. Kwa upande wangu naona kama kinaenda kujirudia kila ambacho kilifanyika mwaka 2022,
kwenye fainali zilizopita. Kwa mfano, kama unakumbuka kipindi kile Morocco matumaini yao ya kusonga mbele kwenye hatua ya fainali walishindwa kwa baada ya kuwa wameondolewa na timu ya taifa ya Ufaransa. Na sasa hivi nikiangalia kwenye michezo ambayo wameicheza kuanzia kwenye hatua ya makundi mpaka kufika kwenye hatua hii ya 16 bora na kwenda kwenye robo finali, naona kabisa kwamba Morocco alivyoondolewa kwenye mchezo ule wa fainali zilizopita inaweza ikatokea tena. Kwa nini? Nimejaribu kuangalia rekodi za Ufaransa tangu wameanza kwenye michuano hii ya FIFA World Cup mwaka 2026. Nimeona kwamba rekodi zinambeba Ufaransa zaidi. Kama wasemavyo wana michezo, mpira hauna akili, unategemea mgozo tu kubadili mkondo. Gilbert Ruyange, Bujumbura, Burundi. Pia mechi kati ya Ureno na Uhispania itakuwa ya kukata na shoka. Mimi ni Gabriel Ngubo, uwe na jioni njema. Ni wanamichezo wetu Gabriel Ingubu na George Njogopa wakidunda na taarifa mbalimbali za michuano ya kombe la dunia. Usikose kuungana nao kila siku wakati wote wa kombe la dunia kwa taarifa za mechi mbalimbali. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Jamii Kivu. Inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundubujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Idhaa ya Kiswahili, sauti ya Afrika. Ripoti mpya ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imesota kidole pande husika na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuvunja mwafaka wa amani uliofadhiliwa na Marekani mwakani. Ripoti hiyo imesema jeshi la Rwanda limeendelea kusalia mashariki mwa DRC na kufadhili wapiganaji wa M23. Rais wa zamani Joseph Kabila pia ametajwa kama mhusika mkuu na kiongozi katika kundi la AFC M23 ambalo limetoa miji ya Goma na Bukavu. Jeshi la DRC na FARC limelaumiwa kwa kuendelea kushirikiana na wapiganaji wa FDLR wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya kimbari Rwanda mwaka 1994. Marekani ilitaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake kutoka mashariki mwa DRC, huku FARD wakitakiwa kuwapokonya silaha waasi wa FDLR. Hata hivyo, hali haijabadilika na waasi wa M23 wameendelea kuteka miji zaidi mashariki mwa nchi. Mwenzangu Anengugi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya dunia Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuhusu hali mashariki mwa DRC. Nafikiri matatizo ya DRC na Rwanda ni matatizo ya muda mrefu sana, na ni matatizo ambayo yanatokana na mambo mengi tu, lakini zaidi ni kwa sababu ya madai ya uraia. Matatizo haya ya Rwanda na DRC ni matatizo ambayo yamechukua miaka mingi na pia yamechukua mikondo mingi, na watu wamekufa kwa sababu wakati mwingine kunakuwa na purukushani inayosababisha vita na watu kutumia silaha, na watu wengine imebidi wawe wakimbizi kutoka majumbani kwao, na imewatatiza sana, hawawezi kuendeleza shughuli zao za kimaisha na kiuchumi. Hili jambo ni jambo ambalo tumelizungumzia kwa muda mrefu, na tumesema kwamba watakapoamua viongozi wa hizi nchi mbili kuketi na kuzungumza bayana na kutafakari juu ya nini kiini cha shida hii, alafu waseme
tuna uwezo wa kutatua, kwa sababu nchi mbalimbali zimejaribu kuchangia amani katika hilo eneo. Mashirika pamoja na umoja, kwa mfano wa nchi, East African Community wamejaribu, African Union wamejaribu. Nafikiri Amerika imejaribu sana, kwa sababu ilikuwa inatamani sana kuwe na amani ili iendelee labda kujaribu kutumia rasilimali za Kongo kwa maslahi yake. Na haya ni mambo ambayo hayawezi kuisha mpaka viongozi wa hizi nchi mbili wote wakubaliane kwamba wanataka kufanya amani. Hili ndilo tatizo. Profesa, umezungumza kidogo pale, umegusia Marekani. Rais Donald Trump amesema Marekani imejitolea kuhakikisha DRC na Rwanda zinafikia amani ya kudumu. Hata hivyo, ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonyesha pande zote zimekiuka baadhi ya makubaliano. Je, hili ni pigo kwa juhudi za Trump, na Marekani inaweza kweli kubaki mpatanishi asiegemea upande wowote, au inaonekana pia inalinda maslahi ya kimkakati na madini ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Nafikiri tamaa ya Marekani ni kuhakikisha kwamba kumekuwa na amani ili waweze kuchota kutoka kwa madini yale yanayopatikana katika nchi ya Kongo. Lakini Waafrika sisi wenyewe kwa wenyewe tunahitaji kuelewa kwamba hakuna siku watu kwa mfano kutoka nchi za mbali, kutoka Ulaya, kutoka Marekani watakuja kutusaidia kupata suluhu, mpaka sisi wenyewe tuwe tumekubaliana kama Waafrika kwamba nchi zetu hizi zinahitaji amani. Raia wa mashariki mwa Kongo DRC na raia wa magharibi ya Rwanda ni ndugu, ni wale wale watu. Kwa hivyo wanahitaji kuambia viongozi wao kwamba bwana, sisi hatutaki kupiganishwa vichwa, hatutaki kusumbuliwa. Tunahitaji nyinyi viongozi mketi chini, mtuletee amani, tuendelee na maisha yetu kama vile Mungu alivyotuumba tukawa majirani hapa. Tuendelee kuwa majirani, tukawa ndio wale wale, hata lugha wanazungumza moja. Kumekuwa na tetesi kwamba upande huo wa M23 na makundi mengine, kama madai yanavyosema kwamba serikali ya Rwanda iko pale, ni kwamba kuna mtazamo wa kugawanya eneo hilo liwe nchi kama ambavyo tuliona kule Sudan ya Kusini. Je, Profesa, hali kama hiyo inaweza kufanyika? Je, kwa mtazamo wako unaona ni kama kuna shinikizo la kiaina hiyo kwamba nchi hiyo ya DRC ipate kugawanywa, kwa sababu kuna watu wanadai kwamba inafaa kuwa hivyo? Mojawapo ya mambo ambayo yanaweza kufanikisha amani au kuleta amani ni hilo jambo, lakini pia kama mfano huu ulioutoa huo wa Sudani ya Kusini ulivyotuonyesha, ni kwamba hata baada ya kutenganisha nchi na kuwapatia wale ambao wanataka kujitenga uwezo wa kujitawala wenyewe, kumekuwa hakuna muafaka wa amani mpaka sasa. Sudani ya Kusini na matatizo yale yale ambayo ilikuwa nayo tangu wakati ule, ikingali sehemu ya Sudani kubwa, na hata itakapotokea kwamba watu wa mashariki ya Kongo wanataka wawe huru na wapewe nchi yao wenyewe, itakuwa bado ni kizungumkuti, mambo ni yale yale. Ninafikiri kuna umuhimu wa Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwakutanisha hao viongozi wa makundi haya yanayozozana, tuanze kujadiliana na kujiuliza ni kwa nini hakuwezi kuendelezwa amani, na mikataba hii yote wanayokubaliana, kwa nini hawawezi kutii masharti yale ya mikataba? Kwa nini baada ya kuwa wamekubaliana, wameketi, wamezungumza, wakati mwingine wamesafirishwa kutoka maeneo hayo mpaka nchi nyingine kufanya mustakabali wa makubaliano, alafu baadaye inakuwa kwamba wakirudi bado kiburi ni kile kile? Hawa ni watu ambao wanaongozwa na taasubi ya kiburi, taasubi ya ukabila na taasubi ya kufikiria kwamba wana nguvu kwa sababu wana uwezo wa kupata silaha. Ni mwenzangu Anne Ngugi akizungumza na mchambuzi wa masuala ya dunia Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuhusu hali mashariki mwa DRC. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika.
Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 iliyopo Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi. Inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.